Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi wa channel yetu, karibuni sana katika channel yetu, kama ada na desturi tuliyokuwa nayo, kuwahabarisha Waislamu matukio mbalimbali yanayotokea katika dunia, kupeana nasaha na kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kwani hayo ndiyo mambo ambayo tumeumbiwa kwayo katika dunia yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, wiki mbili nyuma mpaka tatu kumekuwa na sintofahamu ambayo imewapelekea Waislamu kukaa shingo upande na kuonekana dini ya Uislamu ni dini ambayo inaruhusu mwanamke kuingiliwa katika maumbile ya nyuma au kinyume na maumbile. Jambo hilo sasa limeleta utata mwingi sana, na wakiwemo baadhi ya mashehe ambao wapo katika jamaatu moja inayoitwa Shia, akiwemo Sheikh Jalala, alisimama kwa kifua kipana na kuelezea kwamba jambo hilo ni halali katika Uislamu. Lakini mashehe wengi wamelipiga vita na ushahidi mbalimbali umetolewa, lakini watu wakawa wanauliza lini chaneli zetu nazo zitasema mawili matatu katika neno hilo. Leo tumeonelea na sisi kusema kwa yale ambayo Allahu Subhanahu wa Ta'ala ametufungulia ili tuweze kuyafikisha kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Uislamu ni dini yenye utaratibu. Qur'ani ni kitabu kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mnamo mwaka 611 AD, karne ya 7, lakini Qur'ani hii alishushiwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo aya katika Qur'ani Mungu anasema, tumekuteremshia Qur'an litubayina linnasi manuzila ilahim, kuwaekea wazi watu nini walichoteremshiwa. Tunachoweza kusema mfasiri wa Qur'ani ni mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mbele yangu naye Sheikh Shabani Mhoro, dai wa kimataifa, wenyewe anasema international preacher, kutoka katika mataifa mbalimbali. Yeye anakwenda kulingania Uislamu, lakini vizuri kwamba ni Mtanzania, ni Sheikh kutoka Tanzania. Amepita markaz pale kwa muda miaka 7, na kipindi hiko cha markaz sio markaz ya sasa, ilikuwa ni markaz kweli ambayo yeye amesoma, na inshallah ametaharaji baadhi ya vijinchi fulani kwa ajili ya kuongeza elimu, lakini anafanya kazi ya kuwalingania Waislamu na kuwalingania wale wasiokuwa Waislamu. Kwa maana Waislamu kuwakumbusha waliposahau, wasiokuwa Waislamu ni kuwaelimisha Qur'ani na Mtume Muhammad na Mwenyezi Mungu. Leo tunaye na tutapita katika yale ambayo Qur'ani sura ya 2 aya 222 mpaka 223 ndiyo aya iliyotolewa ikinasibishwa kwamba Uislamu umeruhusu mwanamke kuingiliwa kinyume na maumbile. Karibu Sheikh Shabani Mhoro katika studio zetu. Naam, shukran alhabib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi kawwana al-ashya'a wa ahkamaha khalqa wa fataqa as-samawati wal arda wa kanata ratqa وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى وجعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك رقاب كلها رقا وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل بشر خلقا وخلقا. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. It's always our pleasure as Muslims to thank and praise Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, sustainer of all, creator of the heavens and earth. Peace and the blessings be upon the universal messenger of Allah and the seal of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu, na ametujalia leo insha Allah ta'ala katika chaneli zetu hizi tumeweza kukutana na alhabibi, ndugu yangu al-akhi Sheikh Shafi Shomari Pango. Tumeamua na sisi angalau tugusie hili swala kwa sababu sisi ni maduati. Kazi yetu sisi ni kuitetea Qur'ani kadiri Allah alivyotuwezesha katika sehemu mbalimbali, kwa sababu sisi tunafanya masala ya muqarranatul adyani, comparative religion between Muslims and non-Muslims and all the people who believe
kinyume na Uislamu. Kwa hiyo ni majukumu yetu. Kwa hiyo tukasema na sisi inshallah tunaonelea tuweze kuzungumzia hili sala kidogo. Al-Habibi Sheikh Shafi, hili jambo limeleta ukakasi mkubwa sana katika jamii, hasatan katika jamhuri yetu hii ya muungano wa Tanzania, sio kwa Waislamu tu, hata kwa wale wasiokuwa Waislamu. Sababu hata wao nao wanashangaa, inafika hatua na wao wanauliza hii elimu gani ambayo inaletwa sasa hivi ambayo hata wao wenyewe hawajawahi kuisikia katika masikio yao, licha ya kupinga Uislamu, lakini hawajawahi kusikia hilo. Hili swala limekuwa ni jambo ambalo, alafu sasa kitu ambacho kilicho wengi kimewashangaza ni kwamba aliyeleta masala haya ni mtu ambaye anaaminika kama ni shekhe. Alafu huyu yeye amekuja akatafsiri Qur'ani, sio kama hajui alichokuwa nakifanya. Al-Habib huyu mtu ni mtu ambaye kasoma, wala sio jahili. Huyu ni mtu ambaye kasoma, anajua kabisa alichokuwa nakifanya, anapindisha, anamsingizia Allah uongo. Yani anafika mahala ya kwamba anaongea maneno mpaka yeye mwenyewe ukimwangalia kwenye ile clip yake jinsi anavyoeleza yale maneno, utaona kabisa huyu mtu kuna kitu kiko behind. Mnapata vizuri bana, yani lile kama ni jambo ambalo ametumwa alifanye. Tunafahamu ya kwamba sasa hivi tuna vita vikubwa sana katika dunia, masala ya homosexual, masala ya upinde, na serikali imetumia nguvu nyingi sana kuhakikisha ya kwamba viongozi mbalimbali wa dini haya mambo yazungumze ubaya wake na uharamu wake na madhara yake. Na watu wakajitoa wakazungumza, lakini leo imefika mahali anaonekana mtu katika dini ya Uislamu yani mtu ambaye anaonekana kama Muislamu, kama shekhe, anaweza kwenda kuisingizia uongo Qur'ani. Hii ni kuisingizia uongo Qur'ani. Maana unaweza kusema sasa ni mipango iliyokuwa inaandaliwa muda mrefu. Exactly. Kwa hiyo imetimia. Imetimia wakati wake. Na tutawapataje Waislamu? Exactly. Kupitia kwa mashehe wanaowapa. Asante. Bana, mipango mikubwa sana. Yani mikubwa sana. Watu wasifikiri kwamba huyu mtu alikuwa anazungumza alikuwa ajui anachokifanya. Alikuwa anafanya makusudi na alikuwa anataka kutengeneza taharuki katika jamii. Lakini kwa sababu sisi amechezea Qur'ani ya Allah, lazima sisi tudili na hii Qur'ani. Na ndio tutajaribu inshallah taala leo kuweza kufafanua, na lengo letu ni kwamba jamii ipate kuelewa ya kwamba aliyeyasema yule bwana sivyo Qur'ani ilivyosema. Ustadh Shafi, hapa kuna masala kidogo yaeleweke. Kitabu tunakwenda kuziangalia hizi aya. Kuna mambo walioyafanya watu na kuna maelekezo ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo walioyafanya watu na kuna maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu haijalishi exactly ni kina nani. Asante habibi. Asante habibi. Mbona maneno hayo? Ndio hivyo maana yake. Haijalishi nani. Na Uislamu hauchukui hoja ya mtu ya kufanya kitendo. Kama mtu kafanya mtu fulani basi Uislamu usimamie pale. No. Asante sana. Manipata habibi Ustadh Shafi. Sasa hii aya ambayo iliyopotoshwa katika aya masala ambayo huyu shekhe ambaye anajua haki lakini anapindisha. Aya ya Qur'ani katika suratul Baqara ambayo ni aya 223. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wabashshiril mu'minin. Aya hiyo tu. Sasa hii aya huyu bwana akaanza kuitafsiri kwa sababu ya malengo yake, sio usahihi wa aya ilivyoelekeza. Unajua Al-Habibi Sheikh Shafi, inapofika mahala sisi tuseme ukweli, na tunaposema ukweli mnapata sisi tunakuwa tumetoka katika ile dhima. Itabaki sasa kwa watu wenyewe wanaamua wafanyaje. Exactly. Allah subhanahu wa ta'ala hii aya ameishusha kwa sababu kwanza aya yenyewe ina matukio maalum yalikuwa yamejitokeza. Inaitwa sababu nuzuli. Na tunafahamu wazi kabisa katika sababu nuzuli hadhihi al-aya ni masala ilishuka juu ya wale muhajirin, watu ambao walihama kutoka Makkah kwenda na wale watu ambao ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walipotoka Makkah kwenda Madina, walipofika kule walikutana na jamii ambayo ikawa tofauti kidogo na wao taratibu zao watu wa Makkah.
kwa sababu watu wa Madina wale Ansar waliwapokea wale masahaba wa Mtume Muhajirin, walivyowapokea wao wakawa kwa mapenzi wakawapa wanawake na kadhalika. Mtu anamwacha mkewe bwana vizuri bwana, anamwambia mwenzangu bwana, ndugu yangu Muislamu, unaweza ukaoa huyu. Kwa hiyo walikuwa katika hali kama hiyo. Sasa wale mabwana waliotoka Maka walikuwa kidogo katika mifumo yao ya jinsi wanavyowaendea wale wanawake zao wa Maka ilikuwa tofauti na wale wanawake wa Madina. Wanawake wa Madina walikuwa wao wamezoea staili moja. Wanapata vizuri katika kukutana na wale waume zao. Lakini watu wa Maka wao walikuwa na mifumo tofauti. Kwa hiyo wao walikuja na mifumo ambayo ikawa wale wanawake wanashangaa, haya mbona kama maajabu? Kwa sababu wale walikuwa ambao yani wao walikuwa kwamba ile staili ya aina moja ambayo tunafahamu, lazima tutumie kidogo hikma, tafsida ya lugha ili kidogo ili ibaki milele. Ujumbe huu ni kwamba sasa wale wanawake wakawa kama wameleta zile taarifa huko, zikafika kwa mbona mabwana wamekuja, lakini wenzetu hivi na kuwaje na sisi haya tu. Unaona, alafu pale kulikuwa wale Ansari wanajisikia shida na kuwaje haya mambo kapindwa huko na hasa masala ya kugeuka yale. Mnapata vizuri bana. Hao walikuwa wanaanza kulalamika. Ukatokea maneno pale katika ile ardhi ya Madina. Kuna maana Mayahudi wao walikuwa wanadai kwenye Taurati yao imeelekeza jinsi ya kujamiana. Mnapata vizuri bana, na hayo mambo kwao nao hawayajui. Unaona? Sasa ikawa katika mifumo kama hiyo, na hata Ansari nao baadhi yao wakawa wanasema haya mambo sisi kwetu ni mageni pia, tunashangaa hivi inawezekana namna hiyo. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuondosha ile fitna hasa juu ya wale Mayahudi ambao walikuwa wamesingizia Taurati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kuna maelekezo maalum yaliyoelekezwa kumwendea mwanamke. Allah Subhanahu wa Ta'ala ashusha hii aya. Allah maelekezo ambayo Allah alipoelekeza anasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Alafu kisha Allah akasema fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeeni mashamba yenu. Sasa hapa kwenye tafsiri hapa sasa hapa kwenye anna shi'tum huyu bwana akaanza kuweka tafsiri hizo tatu katika tafsiri ambazo alizokuwa amezitumia huyu bwana. Ametumia kwamba yani maana yake ametumia katika zile tafsiri anasema ya kwamba sio tu yani vile mpendavyo, lakini neno anna shitum au anna inaweza kutumika kwamba upendavyo, utakavyo. Mnanipata vizuri bwana? Upendapo au utakapo. Sasa hii tafsiri shekhe, jambo la kwanza kwenye neno la Kiarabu, hata kama likija na tafsiri 4, hata liko na tafsiri 5 Al-Habibu Said Shafi, kwenye Qur'ani lazima kuna kuwa na tafsiri moja ambaye maksusi inayokwenda kugonga pale katika kusudio lile jambo. Tunakuja sasa katika hiyo kwa maana hapo Muhoro ninachoelewa mimi. Naam. Kwa tafsiri ya yule bwana anna shitu. Tume alitafsiri kwa tafsiri zote 5. Ndio sasa umeona sasa balaa hilo sasa. Sasa ili tuone kwamba hii tafsiri ileta yule bwana ni tofauti au anna hii tuitafute, kwa sababu neno anna sio anna kwenye hii aya tu imetumika. Hata kwenye Qur'ani katika suratu Al-Imran Mungu anasema kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha. Mbona maneno hayo? Qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sallallahu alazim. Imetumika neno anna pale. Sasa ile anna laki hadha, tukienda kwa tafsiri zile 5 za bwana popote utakapo, basi atuambie pia vile vile na hiki chakula kilishuka pale popote. Hii inaingia kweli akilini? Haingii, kwa sababu aya inasema kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba. Kwa hiyo kwenye kile chumba tu ndio mahali ambapo Zakaria alikuta kile chakula. Kwa hiyo kile chakula kilishushwa mule kwenye kile chumba, na Zakaria kilivyoshusha chakula kwenye kile chumba. Kwa sababu gani akauliza anna laki hadha? Kwa sababu alikuwa amekifunga mwenyewe mzee Zakaria kile chumba kwa nje. Kwa hiyo Mariamu alikuwa ndani peke yake. Sasa kama chakula kakitoa nje, kafunguaje milango kwenda nje? Lakini aya imetumika neno la Kiarabu anna laki hadha kwa tafsiri kwamba tuchukue basi, kwa kuwa neno la Kiarabu linakuja kwa tafsiri hata maana 3, 4, 5, basi zote tuchukue tuweke pale na fa. Ndio mwisho akatolea mfano hiki kitu kimetuumiza sisi. Kusema ya kwamba unaweza maana bwana vizuri, unaweza ukafanya popote kwa sababu ni shamba lako, sio kweli.
Sasa hii aya tunaifahamu vipi? Hebu turudi katika aya ya 223 22 hapa juu hapa. Tunaiangalia hii aya 222. Ndugu zangu Waislamu, hata msokoa Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari ya hedhi. Qul huwa adha, waambie Muhammad kwamba hiyo hedhi ni nini? Ni uchafu. Alafu kisha fa'tazilu nisaa fil mahidhi, watengeni wanawake wakiwa kwenye hedhi yao. Sasa hapa ndo kuna nukta. Nisaukum lakum, shamba lenu. Sasa Allah alivyosema shamba alikuwa anakusudia nini? Katika shamba kila mmoja anafahamu shamba ni eneo ambalo linalimwa, na lengo la kulimwa eneo lile unapanda, na ukishapanda inatoka zile mbegu zinatoa miche, zinatoa mazao, zinazaa, na zikishazaa unapata vyakula na kadhalika. Sasa Allah alivyotumia neno kwamba mke ni shamba, mnapata vipi? Sasa shamba hili tutafute ni kwamba shamba tu basi ndio shamba kama shamba? Shamba hili kuna mahali maalum unapokusudia Allah kama shamba. Sio mwanamke wote yule analimwa kama vile ambavyo bwana huyu ambaye anakuja kututafsiria sisi Qur'ani, mwenyewe vile anavyotaka yeye kwamba unaweza ukaweka hata masikioni. Mbona vile alivyokuwa mtu hatari, unaweza ukaweka masikioni. Yaani na maana kwa kuwa basi mwanamke ana tundu hizi, ana tundu masikio, kuna tundu kwenye pua, kuna tundu basi yataumu kwenye pua pia vile vile. Basi kwa kuwa mwanamke shamba, kwa kuwa ana tundu, basi unaweza ukaenda pia vile vile ukalitumia ile tundu la masikio la pua ukaweka. Hii kweli kitu inaingia akilini? Yaani hata wale watu kwenye jamii wanamtizama huyu bwana, anasema huyu ni shekhi wa namna gani? Sasa tunaangalia aya. Allah anasema wanakuuliza Muhammad kuhusu hedhi. Kuna nukta pale. Hedhi inakaa sehemu gani? That's the question. You have to ask yourself before you go in front of the camera. Unaona vizuri unavaa kilemba kikubwa, badilisha aya. Allah anasema wanakuuliza Muhammad kuhusu hedhi, waambie hiyo hedhi ni uchafu, mjitenge na wanawake. Sasa hapa kuna swali la kuuliza, hedhi inakaa wapi? Kama ikiwa kila tundu unatuambia wewe kwamba kwa kuwa ni shamba tulime tu basi, unapata vizuri tutakavyo. Shakuelewa. Umeelewa vizuri? Sasa hapa kuna swali la kujiuliza, hii hedhi inakaa wapi? Kwenye utupu wa mbele. Exactly. Hedhi inakaa katika sehemu maalum. Kila mwanamume aliyeoa, baligh aliyeoa, na kila mwanamke ambaye aliyekuwa tamama amekamilika anajua hedhi wanatoka sehemu gani. Hauwezi kuipata hedhi katika masikio, hauwezi kuipata hedhi katika tundu za pua, hauwezi kuipata hedhi katika mdomo, wala hauwezi kuipata hedhi katika sehemu za nyuma. Hedhi inakaa katika sehemu maalum. Sasa Allah anaelekeza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa mtume, qul huwa adha, waambie hao kwamba hedhi ni uchafu. Fa'tazilu nisaa fil mahidhi, watengeni wanawake kipindi wakiwa katika hedhi zao. Kuna nukta pale na ni Ustadh Shafi ambaye Allah anaielekeza. Tena Allah akasema wala takrabuhunna hatta yathurna, msiwakaribie hao mpaka wataharike. Kuwakaribia na kusudiwa hapa sio kuhama chumba uwakimbie chumba. Mnalala chumba kimoja, kitanda kimoja, shuka moja, lakini kukaribia huko nazungumziwa ni lile tendo la kukutana kati ya mume na mke wake. Msiwakaribie hao mpaka wakiwa wamefanyaje? Wametwaharika. Wametwaharika na nini? Na hedhi. Hiyo sehemu ambayo panafaa tuwakaribie ni sehemu inayotoka nini? Inayotoka hedhi. Na sehemu inayotoka hedhi ndio sehemu ambayo ndio shamba, ambalo hapo ukishapapanda pale lazima panaota. Ndio ukiweka pale lazima Allah anajalia unapata watoto. Kwa hiyo mazao ambayo unayapata pale ni watoto ambao wanaotokana. Sasa Allah pia anaelekeza. Tena anasema kabisa, anasema wala takrabuhunna hatta yathurna, msiwakaribie mpaka wawe tahara, maana yake wawe wasafi. Kwa hiyo Allah anaonyesha kwamba ile sehemu ya kutoka hedhi ile ndio sehemu panafaa paendewe, pale ndio kwenye shamba. Na pale Allah anaelekeza, anasema msiende isipokuwa mpaka pakiwa pametoharika, pasafi. Sasa Shafi nisikize vizuri ustadhi ninapokuja hapo mbele hapo. Msiwakaribie mpaka pale ile sehemu pawe nini? Pasafi.
Haya, turudi kwa maelekezo ya mheshimiwa wewe ambaye ndo unajifanya kwamba wewe ndo umepewa mamlaka sijui ya kuwa mkubwa wa marafidha hapa Tanzania. Tena unasimama unadiriki kuambia watu Mungu anasema wasikaribie wanawake hao wakiwa kwenye hedhi mpaka wataharike. Kwa hiyo Allah ruksa aliyoitoa kwenye lile shamba lilimwe kipindi ambacho liko nini? Tahara. Haya, huko hiyo njia nyingine unayowaelekeza watu waende pameshawahi kutoharika kule. Wewe mwenye kilemba utafikiri itairi ya bajaji. Umeelewa vizuri bwana. Kule unapoelekeza watu waende kule pameshawahi kuwa pasafi katika maisha? Hakujawahi kuwa pasafi. Hata leo mtu awe anavaa kanzu kama wewe, anafunga kilemba kikubwa kama wewe, unasimama unawaambia watu waende hata huko sehemu ambaye ni pachafu. Hapajawahi kutoharika. Hata wewe hapo ulipo umevaa kanzu yako na kilemba chako, lakini bado kule sehemu zile ni chafu. Hata uoshe vipi, hata kama ukisema unachukua brush na uchukue vile vimsasa vidogo ukaingiza kwenda kusafisha kule, hakusafishiki. Au utasafi nasemaje? Panasafishiki. Lakini maelekezo ya Allah nasema kwamba sehemu panapofaa palimwe ni sehemu panapofanyaje? Pana desturi ya kuwa patahara. Sehemu panakuwa pasafi, na hapa ni sehemu panapokaa hedhi. Hakuna aya hata moja ndani ya Qur'ani katika aya 6236, not even single verse that Allah subhanahu wa ta'ala declared kwamba Allah ameelekeza ya kwamba waendeeni wanawake nyuma. Hakuna. Sasa hii aya ndio inayokuja kuelekeza hii nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Kidogo hapa kama mtume kama yeye anasema kwamba tumeruhusiwa kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Hapa Mungu anatuambia katika hedhi tusiwakaribie wanawake. Exactly. Lakini kuna hadithi ya mtume inasema fanyeni kila kitu akiwa katika hedhi isipokuwa kuwaingilia. Umeona maneno hayo? Sasa ina maana kwamba tunakuja swali safi. Ina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam maelekezo na tutakuja kuangalia kule. Sasa hii aya bado haijaisha. Sawa. Hapa kuna kitu ambacho baada ya Allah maana huyo ni Allah mwenyewe huyo anaelekeza. Allah anasema nendeni sehemu panapotoka hedhi. Ile sehemu ndo mpaendee. Pale hedhi ikiwa imetoka, mnipata vizuri bana, ikiwa imekuja hedhi waacheni. Hedhi ikiisha nendeni pale. Sasa utatuambia bwana wewe shehe, huko unapoambia wewe watu waende huko. Wewe mheshimiwa, afu definitely huyu ni mtu wa upinde. Kabisa. Ni mtu automatically ni mtu yani Shehe Muhoro, kuna kitu umekizungumza ambacho sasa akili inafunua. Kwa sababu dunia leo imekuja katika style hiyo. Exactly. Sasa wanatafuta watu kila aina ya madhehebu. Asante. Nani atasimama kulisemea hilo kwa watu wake? Akavaa mabomu bwana. Akavaa mabomu bwana. Lakini kuvaa kwake mabomu akaja kwenye njia ya imani. Kitu kibaya sana amefanya. Yaani anamsingizia Allah uongo. Sasa tunaendelea usali shafi na hii aya. Hii aya yaisha hii. Ndio. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hata yathurna, mpaka wale wanawake wao wametoharika, wao wasafi. Alafu Allah akasema fa idha tatahharna. Sina maneno hayo. Fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Ya salam. Marafidhi wajua kusoma Qur'ani hao wanajua. Alafu wao wana Qur'ani zao hujui. Ndio. Tutaje kueleza baadaye kule inshallah taala. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema hawa wanawake wakishakuwa wametoharika hizo hedhi zao sasa, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waendeeni vile alivyokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala, alivyokuelekezeni Mwenyezi Mungu. Sasa tunaangalia amarakumullah, Allah ametuamrisha vipi? Allah ametuamrisha wapi? Wapi aya katika Qur'ani Allah akasema nenda mahali fulani kwa jina? Ipo. Lakini Allah alitumia hikma hapa. Allah ametumia lugha nzito, akazungumzia habari kama ya kitu fulani. Kasema kwa hiyo mnyakie hedhi. Ina maana basi sehemu tunafaa tuende kama ni sehemu ambayo pana desturi ya kutoka nini? Hedhi. Allah hakutaka kuzungumza direct. Wafaransa wanasema tout droit, kwamba yeye ende moja kwa moja aseme kabisa kwamba hadi ndio. Sasa tukija hapa haithu amarakumullah, alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu. Sasa Allah ametuamrisha wapi? Hapa anil mahidhi, kwenye hii nukta, katika hii sehemu ambayo ina desturi ya kutoa nini? Hedhi. Hapa ndipo alipotuamrisha sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitu cha kujifunza hapa kikubwa sana ambacho watu wakijua. Fa'tazilun nisaa. Exactly. Fil mahidhi. Wakati mwanamke anatoka hedhi, jitenge naye. Exactly. Usipafanye pale mahala. Pale mahala usipaingie pale. Lakini akitwaharika, endeni pale ambapo Mungu alipokuamrisheni. Sasa wapi alitukataza?
Umeona maana ndio kwenye hedhi. Wewe Rafidha, wewe unafaa ufahamu Qur'ani jinsi inavyotafsirika. Wewe usitaka kuchezea Qur'ani ya Allah. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unajua Allah ni bingwa sana Ustadh Shafi. Kabisa. Alipojua Allah alijua. Hata alivyosema hivyo alijua kuna watu waje kuibuka baadaye kutaka kutumia maneno yake kiujanja. Sasa Allah alipofafanua akasema inna Allaha, tena ametumia harfu taukidi. Allah ni ismun, hii ni lafdhul jalala, ismu mansubun bi inna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ile tashdidi kabisa, inna Allaha, hakika ya Allah, yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Hawa unaona vizuri hapo? Unaona Allah alivyokuwa bingwa wa lugha. Anasema Allah anawapenda. Mnapata vizuri bwana, at-tawabin, wale wenye kutubu. Sasa hao wenye kutubu ni kina nani hawa? Ni watu ambao waliofanya makosa kwenda katika sehemu pasipokuwa nini? Ya hedhi. Sijui unanielewa Ustadh Shafi? Watu ambao wanaokwenda katika sehemu ambayo isiyokuwa ya hedhi. Allah alijua kuna watu wataenda yale mashimo mengine yale. So unaona mwe kuna mashimo tu, basi yale mashimo yamewekwa tu basi watu wapite tu. Usiende kuzibua sehemu zingine ambazo Allah hajaelekeza. Utaenda kuzibua sehemu utaleta matatizo katika jamii. Ndio hayo. Sasa hapa Allah anasema anawapenda wale wenye kutubu wa yuhibbul mutatahhirin, na anawapenda wenye kujitoharisha. Wenye kujitoharisha kina nani Ustadh Shafi? Ni hawa ambao wala takrabuhunna hatta yathurna. Msiwakaribie hawa mpaka wawe wafanya nini? Wamesafika. Sasa wanaokwenda kwa wale ambao waliosafika ni hawa almutatahhirin. Ndio hawa ambao Allah huwa anawapenda. Kwa hiyo ukiona mtu anakwenda kuingia sehemu ambayo pana desturi ya kutoa hedhi alafu panatoka inakauka, anakaa mwanamke msafi alafu mtu anakuja eneo lile, huyu ni almutatahhirina. Huyu ni mtu ambaye aliyefanya nini? Aliyetoharika, mtu ambaye ni msafi. Ukiona mtu anakwenda kinyume sasa kwenye mashimo mengine, sasa huyu anakuwa sio mutatahhirina. Unajua Ustadh Shafi? Kwa hiyo kwa wale ndugu zetu ambao wanaisikiza Qur'ani, hivi ndivyo Qur'ani inavyotafsirika na ndivyo aya inavyokwenda. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuyajua haya aliposema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu, fatu harthakum anna shi'tum, endeeni mashamba yenu, mnipata vizuri bwana, vile ambavyo mnavyopenda. Lakini Allah akasema sasa waqaddimu li anfusikum, tangulizieni wema hizo nafsi zenu. Allah anajua kwenye kwenda hapa kuna watu watakwenda kitofauti. Kwa hiyo mnaambiwa nendeni kiwema, nendeni kwa utaratibu, nendeni katika kanuni zilizostahili. Wattaqullaha, na katika kuenenda kwenu mumche nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafikisha Allah kapigilia msumari sasa. Wa'lamu, tambueni, annakum mulaquhu, tafika siku mtakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu Allah pale anasema wabashiril mu'minin, hizi habari njema waeleze wenye kuamini. Ina maana Allah anajua kuna watu watamsingizia, sasa Allah anawasubiri hawa. Ndio huyu Jalala na wenzake. Maneno vizuri bwana. Haiwezekani wewe shekhe uje usimame katika kamera uwaambie watu mtu ameoa mke wake, umwambie kwamba muende mke wako vile unavyotaka, popote unapotaka, unatumia lugha popote utakapo. Haiwezekani shekhe. Allah na maelekezo bana. Allah kaelekeza, na hakuna mtu anayejua kuitafsiri Qur'ani zaidi ya Mtume Muhammad. Naam. Ustadh Shafi. Hivi kuna bingwa ambaye anayejua Qur'ani kuliko aliyekuja na hiyo Qur'ani? Ndio maana nikasema hii Qur'ani yote aliyeshushiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu waliokuwa wanaambiwa kipindi hiko ni maswahaba. Exactly. Mtume yeye alielewa vipi hii aya? Mtume sallama alielewa hii aya kama ifuatavyo Ustadh Shafi. Katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, na hadithi hii imepokelewa na Imam Abu Daud na An-Nasa'i. Hadithi ni mashuhuri tu na hadithi sahihi. Mtume aliyeelewa Qur'ani anasema mal'unun. Ustadh Shafi, mal'unun man ata mra'atan fi duburiha. Kwanza nukta ya kwanza. Mtume anasema amelaaniwa mtu yoyote mwenye kumwendea mwanamke katika maumbile yake ya nyuma. Yaani amelaaniwa upinde yoyote katika lugha sasa hivi. Kwa hiyo Mtume sallallahu anasema kwamba mal'un. Hebu tuangalie hivi kweli kama ingelikuwa lile jambo Allah ile aya karuhusu, Mtume angesema amelaaniwa na mwingine mwanamke katika sehemu zake za nyuma? Ndio kila mwenye akili nafuata tafakari. Wewe ndugu yangu unaisikiza pale, baba na mama, hebu tuulizane. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hii ni kauli ya Mtume direct from Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hii sio tumetoka si kwa sababu fulani si kasema hivi. Hii ni maneno ya Mtume Muhammadin
kwenye kinywa cha mtume anasema mal'unun man ata mra'atan fi duburiha, amelaniwa mtu ambaye atakayemwingilia mwanamke katika sehemu zake za nyuma. Sasa hebu tuangalie, ina maana huyu bwana mwenye kilemba na kanzu, kilemba kikubwa kama tairi ya bajaji, ujue kile kinatoshana hizi, anasimama anasema unaweza kuingia popote pale, na mtume anasema amelaniwa anayemwendea mwanamke sehemu zile za maumbile yake ya nyuma, kinyume cha maumbile. Alafu afya Shemoro, kuna kitu cha kujifunza katika maelezo aliyoyatoa yeye. Sijaona akatoa maelezo ya bwana mtume. Hakuna maelezo ya mtume. Ndio maana tumesema hapa leo sisi tunasimamia kauli ya Mwenyezi Mungu na maelekezo ya nani? Ya mtume. Sasa yeye katoa maelezo yake. Kwa hiyo inawezekana sasa hii ni mipango baada ya kuona kwa mtume hayaingii, kwa Qur'ani hayaingii, exactly, watengeneze watu. Na hiyo ni very simple. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Allah sana wajua. Wanatoa pesa wale. They are paying lot of money. Mimi nitakupa leo Ustadh Shafi. Na wewe unazijua hizi habari. Kuna kipindi fulani al-Allama hafidhahullah Sheikh Muharram Mziwanda. Aliwahi Sheikh Mziwanda kuzungumza maneno kuhusu marafidha. Ndio. Ilitoka taharuki kubwa sana sababu aligusa sehemu penyewe. Na Sheikh Mziwanda akasema kwamba kama kuna anaibisha aje abishe kwa dalili. Mimi ninasema kwa sababu nishafika mpaka Irani. Na nilipokelewa mpaka na ving'ora. Bisheni, hawakubisha kwa sababu aliyasema Sheikh Mziwanda yalikuwa ni ya haki. Nakumbuka na alhamdulillah mpaka Sheikh Hamid Jongo wa msikiti wa nani pale wa Manyema, naye pia aliwahi kugusia hili swala. Akasema hawa jamaa wamepindukia mambo kibao. Sasa huyu rafidha huyu kipindi kile baada heka ile, unajua kuna pesa ilikuwa imeahidiwa itoke alafu watu wazime, au Sheikh Shafi masahau? Nakumbuka. Unakumbuka lile tukio? Ilikuwa pesa itoke wapewe baadhi ya mashehe waizime ile. Lakini watu wakaangalia kana haiwezekani. Sasa lazima tuseme ukweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amelaaniwa. Huyu bwana hakusimama katika aya ya Mwenyezi Mungu wala kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kauli ya Mtume ndio hii, ndio tunasimama nayo sisi. Amelaaniwa kila anayemwendea mwanamke katika kinyume cha maumbile. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Imam Ahmad ilipokelewa na Imam Tirmidhi, anasema la yanzuru, Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajula au imra'atin fi duburiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, na hii ni sahihi pia. Huyu maneno ya Mtume haya. Jamani, haya sio maneno ya sahaba fulani sijui si fulani alifundisha. Hapa ya mwanazuoni fulani sijui huyu si Imam Maliki sijui Shafi, huyo Imam Shafi, Imam Maliki, Imam nani, hawa ni maimamu lakini sio alioteremshwa wahi. Alioteremshwa wahi ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na aliyekuwa hoja kwetu sisi ni Allah mwenyewe, Qur'ani na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajula au imra'atin fi duburiha. Mtume anasema Allah hamwangalii na wala hatomwangalia mwanamume yoyote mwenye kumuingilia mwanamume mwenzake au mwanamume yoyote akamuingilia mwanamke yoyote fi duburiha, katika sehemu, katika kinyume na maumbile. Yani Allah hawezi kumwangalia. Fikiria, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wewe Jalala njoo na hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema waingilieni wanawake kinyume na hizi hadithi, sisi hatutakuelewa. Usitwambie sijui fulani alifanya. Sasa fulani kafanya, sisi natusaidieni. Si yeye kafanya. Haya, fulani si alifanya ndo nini sasa? Sasa yeye ndo hoja kwenye Uislamu kwamba fulani alifanya. Sisi tuangalia, hebu Ustadh Shafi, hebu tuangalie ile jambo la msingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah mwenyewe hawezi kumwangalia mtu anayemuingilia mwanamume mwenzie wala mwanamume anayemuingilia mwanamke yoyote katika sehemu kinyume na maumbile. Allah hawezi kumwangalia. Sasa hebu fikiria, huyu Jalala aje atuambie si Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio aliteremsha Qur'an? Hizi aya hizi zote 6230 zimeshuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndiye Mtume alitusomea. Mtume sallallahu tunafahamu kuwa alioa. Wewe Jalala wewe na wenzio marafidha wote, tunaomba hii dalili mtupatie sisi maduati. Mtume sallallahu alioa wanawake, katika wanawake Mtume sallallahu alioa, mtupe dalili.
ni mwanamke gani katika wanawake wake ambaye Mtume salama aliwahi hata mmoja kufanyaje kukutana naye katika kinyume na maumbile, ili iwe ndo hoja katika Uislamu. Sisi hoja katika Uislamu ni Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ameshaelekeza sehemu ya kwenda ni sehemu ambayo inayotoka hedhi. Uje utuambie Jalala, masikioni hedhi inakaa, tutakuelewa. Utuambie kwenye pua za mwanamke kuna hedhi, utuambie mdomoni inakaa hedhi, na utatuambia hizo sehemu zingine ambazo bwana wewe mtu upinde huwa unaendaga kule, utuambie kule hedhi inakaa. Kama haikai, tunasimama sisi na hizi hoja kwamba hakuna aya hii Allah kaelezea habari zingine, na hii hadithi Mtume kauli yake amepinga. Sasa Mtume kaoa wanawake wote aliowaoa, ipo dalili hata moja? Hata hizi ambazo wanasema sisi ni watu wengine, sisi watu Ahlus Sunna wal Jamaa, sisi umasi nani, wanatupa majina, kila sisi majina wanatupatia, lakini wao marafiki ndio majina yao. Watuambie ipo dalili ambaye Mtume aliwahi kukutana na mkewe hata mmoja kinyume na maumbile? Si kuna wakati maswahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikwenda kwa mama Aisha radhiallahu anha, wakataka kumuuliza mama Aisha jinsi gani Mtume anavokutana nao. Mama Aisha akajibu akasema, bwana nyinyi kwani si khuluquhu alquran? Mama Aisha akajibu, kwani tabia za Mtume si ndio ile Qur'ani? Jinsi ya kukutana na nyinyi wake zenu, kama ndio kujua Mtume anakutana vipi, ni maelekezo ya nini? Ya Qur'ani. Sasa mwenye aliambaye anayesema haya ndio mke wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ina maana ya kwamba kama khuluquhu alqur'ani, na maana Mtume hakuwahi kwenye maisha yake. Na kama Mtume sallallahu angekuwa pengine bayali aliwahi kufanya haya mambo, mfano sisi tu sisi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sisi leo ni Mtume, usitambie si fulani siji. Sasa sisi ndio nini? Sasa madhaifu ya mwanadamu wa kawaida utuletee sisi. Hiyo sio hoja katika Uislamu. Sisi hoja ni kwamba kauli ya Mungu, na sisi tumecholeta hapa ni jinsi ulivyoitafsiri vibaya aya ya Qur'an. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani yeye kwa mfano litendo lio nzuri, alafu aseme Mtume wamelaaniwa wote wanaoingilia wanawake katika kinyume na maumbile. Mtume anaweza kusema kauli kama hapa, pengine huyu Rafidh aje atuambie hadithi ni dhaifu, kwa sababu hadithi wanazotumia wao ni mamursali. Afbati mbaya. Sasa Ustadh Shafi, kuna unajua hata hawa mashia wenyewe kwa wenyewe wanapishana, hawakubaliana. Ndio maana sisi kwa tunatoa pongezi kwa Al-Habibi Al-Allama Al-Sheikh Nuruddin Muhammad Kishki. Sheikh Kishki, Mwenyezi Mungu amhifadhi sana. Yule ni bingwa, yule ni mwamba, tunasema ni mwamba wa miambani. Yule ni mtu ambaye aliyethubutu, aliyesimama. Ndio ile man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' manabala fabilisani wa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Kishki ni mwamba wa miambani. Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi, kwa sababu katika Tanzania hii ilipotoka tu kauli hii, yeye ndio wa kwanza kusimama akasema haiwezekani tunyamaze mtu achezee Qur'ani ya Allah. Na Kishki alivyosimama kuzungumzia hii haki, ndio kelele sasa zimesimama huko kila kona, ukiona unasikia wow, unajua hapa mbona Kishki wao malama wao wanachuoni wao. Sasa wanachuoni wao ndio ni ndio dini si ndio? Kama sasa Shafi unanielewa vizuri, mimi nakuelewa sana. Yani jambo nikifanya mimi Shafi ndio nini? Yani mimi ndo kigezo kwenye Uislamu. Kuna mtu mmoja amesimama anasema hivi, anasema nyinyi watu wa Sunna, nyinyi watu wa Sunna, mbona nyinyi ndio mnakamatwa kamera kwa kufanya kwa lawiti wa watoto sijui nini, wengine walimu wa madrasa, mbona sisi mashia sisi mbona hatukamatwi? Wale bwana wanafanya tena, hawa ndio wenye michezo yao mashia, na ndio maana huyu mwalimu wao, kiongozi wao, amekubali kutamka kuhalalisha hili jambo, kwa sababu ni michezo ambayo anaifanya. Kama ingelikuwa yule bwana sio mfanyaji na ili jambo analichukia na anajua kwamba kweli amelaaniwa mwenye kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile, asingesimama kuongea maneno kama yale. Lakini amekuwa na huo ujasiri, he has that power, kwa sababu yuko na kitu behind him ambaye protecting him. Mwenyewe vizuri, ndio maana amekuwa na ile sauti ya kusema neno kama hilo. Anasema neno zito. Shekhe, neno kubwa mno. Uogopi. Jamani. Hasa hata wewe shekhe wewe. Wewe unaanzaje kwanza kumconvince mkeo mpaka ifike hatua unaenda kule? Yaani unaanzaje? Yaani lile jambo una kinyaa wewe. Yaani una kinyaa kabisa. Mwenyezi Mungu akasema wale wanawake mpaka wawe tohara. Yaani ingia sehemu chafu. Sasa ukishaingia zile sehemu chafu kule ukaenda ukavuga kule, unafanya fanyaje sasa pale?
Wallahi tumuogope Mwenyezi Mungu. Tusichezee Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakwenda kuulizwa, umepewa amana na Mwenyezi Mungu Qur'an. Tunampongeza sana Sheikh Kishki. Amesimama katika haki na ukweli na amesema haki. Sasa hivi imekuwa kelele mitaani huko wanazunguka, Kishki amewatukana mashia wote. Hapana. Amesema ukweli na ndio umesimama. Unajua Ustaz Shafi, mashia wana kitu kinachoitwa taqiya. Taqiya. Unajua taqiya? Ni kuficha. Exactly. Ili neno taqiya, ili jambo taqiya kwa mashia ni jambo baya sana. Unajua tole shehe wao siku ambayo alikuwa na tafsiri ile aya, umeona vizuri, wakati alivyokuwa anazungusha anashindwa kwenda direct pale, ile tu akatumia kusema kama popote, alafu akalala mbele. Kwa sababu unajua akisema popote aseme na kule kwingine muende, akaona hapa huku niseme hivi. Hiyo tu popote pale. Ina maana popote na maana hata zile sehemu zingine watu wafanye nini? Watu wapite. Sasa hawa marafidha wana kile taqiya. Taqiya ni kuficha. Yaani mtu anaweza akaja kwako wewe akajifanya yeye ni pamoja na wewe, lakini hayuko pamoja na wewe. Haiwezekani. Ikiwa watu wanatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakuwa kuhalalisha jambo la upinde. Mtume anasema la tasubbu ashabi. Msitukane masahaba zangu. Hao wanatukana masahaba kutwa kucha. Alafu wakiambiwa, sisi kuna mzee mmoja, hii ndio imeniuma mimi, kuna mzee mmoja yule, na huyu mzee anaonekana na ugonjwa wa sukari. Sababu hata nilivyokuwa na mwangalia jinsi alivyokuwa anazungumza kwenye ile clip yake. Yule mzee bila shaka yule ana ugonjwa wa sukari na pressure. Anamzungumzia Sheikh Kishki. Anasema Kishki Kishki ametukana mashia wote, kawatukana. Anafaa aombe radhi. Mnapata vizuri bwana, aombe radhi kwa sababu katukana mashia. Alafu akasema hao mashia wanaotukana ndio Waislamu ambao leo wanasimama duniani leo wanaipigania Palestina. Wana vizuri bwana. Wakati hao watu wao wa madhahibu yao wote wamenyamaza kimya, lakini Kishki anapata wapi ujasiri kwa kutukana? Sisi tunasema ya kwamba mashia hawajawasaidia wa Palestina, bali ndio wameongezea shida wa Palestina. Naeleweka vizuri? Wote sisi dunia tunaisoma. Wote dunia tunaiona. Na tunakwenda katika kila sehemu ya matukio yanaleta habari kuhusiana na ulimwengu unavyoenda ndani ya Gaza. Kama ingelikuwa kweli mashia wanapigania Uislamu, wanawapigania Palestina, sasa hizi ile vita ingekuwa ishakwisha. Sasa unanielewa vizuri? Nakuelewa sana. Ukitaka kujua kwamba hawa mashia sio katika sisi kabisa, kipindi ambacho wao mashia walijifanya kwenda kupigania kule ni kipindi ambacho ililipuliwa ubalozi wa Irani ndani ya Syria. Mnaelewa vizuri? Ulivyolipuliwa kwanza aliuawa yule Suleiman wao. Mnapata vizuri, na kipindi cha Trump kupitia ile drone ile akalipuliwa. Alivyolipuliwa Suleiman wakapiga kelele wakasema wakalipua katika kambi za kijeshi za military bases ndani ya Iraki za Marekani. Ndio baadhi ya Wamarekani walifika kama 100 hivi katika zile bases pale. Alafu wakachukuliwa kurudisha Marekani, waliobakia wale wakawa kwenda wazimu nini vitu kama hivyo. Wakanyamaza, wakazungumza kisiasa, likafanya nini, likaisha ile jambo likazima. Lakini kipindi ambacho Iran anakwenda kuivamia hiyo Israeli sio kwa sababu ya Wapalestina bwana. Alikwenda baada ya kubomolewa ile ubalozi wake ule ambao ulioko ndani ya nchi ya nini? Ndani ya nchi ya Syria. Ndo akasema tunakwenda kuipiga Israeli kwa kupiga embassy yetu ndani ya Syria. Ndo akatuma zile drones 200 300 na yale missiles zile air surface to missiles, ballistic missiles. Ndo kipindi ambacho wao walifanya tukio hilo mashia. Sio kusema ya kwamba walipigana haya wale mahizbullah. Hivi kwani mpiganaji anaweza kakaa yuko Lebanoni alafu anapiga anapiga ndani ya Israeli bomu moja alafu anakaa anasikilizia? Hii ni vita. Wale ni watu ambao wanakwenda kuwachokonoa, na ile ni planted watu ambao waliokuwa planted na wazungu. Mimi nakwambia usidishafi leo hii. Kama hujaelewa ndio uelewe kinachoendelea. Hakuna Shia anayesimama kupigana dhidi ya Wapalestina. Uongo. Hawa mashia wao ndio wachochezi wakubwa kusababisha. Na ndio maana nakuta zile nchi ambazo za watu wa Sunna, kila wakiangalia ile vita inavyokaa, mbona hii vita inakaa haikai Kiislamu? Kwa sababu kama ni kweli vita inakaa Kiislamu, basi wale kwani nafikiri hamna Waislamu mule? Wapo sudishafi. Hivi watu hawana imani kweli? Sio kweli bana. Lakini kitu kama anasema kwamba Kishki amekosea kwa sababu eti wale mashia wanakwenda kuwasaidia wa Palestina, hiyo sio kweli. Ile ni siasa ambayo wanaifanya na wala sio vita. Lakini vita yenyewe itafika siku yake, na Mtume sallam anasema ikifika hiyo siku mpaka jiwe litasema ayyuhal muslim hadha alyahud ta'al faqtuluhu. Mnapata Mtume anasema itafika siku mpaka ule msaada, mnapata vizuri, watakaosaidiwa Waislamu wale
Mnapata vizuri, kutokana na ile balaa wanalopitia kwa wale Mayahudi, mpaka atasaidiwa mpaka na miti, mawe na kila kitu, lakini kutapatikana jeshi la ukweli lenye kuikomboa ile Gaza, yani Baitul Maqdis. Kwa hiyo kwa sisi msimamo wetu tunasema ya kwamba haya masala ya kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile hayana dalili yoyote. Mtume sallallahu hakuna sehemu yote mtume karuhusu fanyeni, wala mtume hajawahi kufanya, na wala hakuna mtume hata huyo aliyetumwa na Allah. Allah katuma mitume 124,000 ambao tumepata habari zao, wale ambao tumeelezwa na wengine ambao tujaelezewa. Aje Jalala na kundi lake watuambie ya kwamba mtume gani katika wale aliwahi kumuingilia mkewe kinyume na maumbile. Kuna mmoja alitoa hoja anasema, mbona Lutu yeye kipindi kile wale watu wake Lutu walivyokuwa nani aliwaambia bani msiingiane wenyewe kwa wenyewe, mje kwa hao wanawake. Mwingine katika tafsiri anasema eti basi Lutu pale aliruhusu wanawake ndio waingie. Sasa uchizi. Yani wale watu wasijui wanaelewa vipi Qur'ani. Lakini mimi nasema ya kwamba huyu mtu aliyetamka maneno haya anajua anachokifanya. Kuna kitu ambacho amekitengeneza kutaka kudistract the Muslim umma, hata jamii yote ya Watanzania. Kwa hiyo Sheikh Mura, ikiwa ameelekeza hivyo kwamba kumuingilia mwanamke kwa njia ya nyuma ni halali, sasa mbeleni tutakwenda, kwani njia hii ya nyuma mwanamume hana? Sasa ndio maana yake Sheikh Shafi. Ndio hivyo. Alafu ukiweza kumwingilia mwanamke nyuma, basi wewe una 95% ya kuwa na uwezo kumwingilia mwanamume mwenzako. Ndio anakuendea. Ndio inapoelekea. Na ndio watu upinde. Hii ndio inavyokwenda kwenye homosexual na lesbians. Maana yake kwamba kwa sasa na huo uhalali ya kwamba wewe ukiweza kuvumilia kule kwa yule mkeo, kwa sababu kule kwa mkeo kunafanana na watu wengine wote, wanaume wako hivyo hivyo na wanawake wako hivyo hivyo. Hakuna utofauti. Tofauti tu pengine sehemu zingine hizi zinaonyesha huyu ni mwanamke, huyu ndo unakutana na matochi umepata huyu ni mwanamume. Lakini katika maumbile yale hamna tofauti usafishafi. Kwa sababu ile ni sehemu ya kufanya kutoa tu waste product. Allah ameweka kwa ajili ya kutoa uchafu. Unakwenda kuingia. Alafu ili jambo pia vile vile hata katika masala ya kidaktari. Sijui wasomaji hata ya masomo. It's not advisable mwanamke kumwingilia katika kinyume na maumbile, kwa sababu unamsababishia matatizo mwanamke huyu. Umeelewa vizuri bwana? Kwa sababu kuna misuli fulani ambayo iko kule, ambazo misuli hiyo kazi yake ndio unakuta ile inapofunga na kufungua. Imewekwa special kwa ajili ya inapokuja ile haja kubwa, mnapata vizuri bwana, inatanua ile. Haja kubwa si inakuwa inatanua. Ikishatanua ile haja kubwa, umeelewa vizuri bwana, ikishatoka kwa kile kiwango ambacho kimepangiliwa kukatika, inakata ile mashine special ya Mungu iweka kula. Tuwezi sio muda wetu. Inakata, ikishakata ile sehemu, ikishakata ile lazima ile misuli ifunge tena ile sehemu. Ndio iruhusu tena utumbo ndani uweze kujikunjua tena na kuleta, kwa sababu kama ikiwa wazi hivi utumbo ndani hauwezi kunjuka. Kuleta kitu hapa inakuwa ni ngumu, inakuwa inakuja moja kwa moja direct pia. Unaelewa vizuri bwana? Sasa mwanamke anapokuwa anaingiliwa kinyume cha maumbile, sio mwanamke tu, hata mwanamume akiingiliwa kinyume cha maumbile, ina maana moja kwa moja jambo hili linakwenda kuwa lina madhara. Kipindi cha kujifungua mwanamke anapitia kipindi kigumu sana. Madaktari wao wameshashauri zamani mpaka wamechoka. Sasa hivi wameamua wamekuja na mfumo wao. Ukienda hospitalini wakishajua wewe ulikuwa unaingiliwa kinyume cha maumbile, unaambiwa kamua mtoto jisukume. Hili na wanawake wote watu wazima waliojifungua watakubaliana na sisi usafishafi. Kama mwanamke anapokuwa kwa mfano zile maeneo kama itakuwa zimeshaingiliwa, maana yake zimeshatanuliwa ile mishipa, haina tena uwezo wa kufunga. Umeelewa vizuri? Inakuwa tu wazi tu. Kwa hiyo wakati wa kujifungua mwanamke akiambiwa haya push, sukuma mtoto, akisukuma maana yake pumzi zinatoka sehemu zile za nyuma. Na pumzi kitoka ina maana nguvu ya kusukuma mtoto katika tumbo mwanamke anaikosa. Madaktari inabidi sasa wachukue kama ni vitambaa au mapamba, waanze wajaze kule katika zile sehemu. Hii muulize mtu yote ambaye anayehusika na mambo ya leba, atakueleza haya tunayosema. Wewe Jalala, wewe anaingiza zile mapamba au yale matambaa yale yanaenda na yaziba, ili ikiziba hata kama ile pressure ikija huku kwa ndani, mnapata vizuri bwana, inakuwa inaishia hapa, inazuia na zile mapamba, ndio inaweza pressure kurudi tena huku na kusukuma mtoto. Sasa siku hizi hawa madaktari wanasema hii kazi hatufanye. Ukipeleka mtie kisu hiyo, mpeleke huko akapasuliwe, wanampasua, unakuwa unaongezewa. Sababu madaktari hospitali nafaa ilipwe, wafanyakazi wanafaa kulipwa. Sasa ile pesa basi hivi. Kwa hiyo ala kulli hal Shafi tunasema ya kwamba ili jambo halisihi, ni haramu. Mnipata vizuri bwana? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake ameharamisha. Hakuna hadithi yoyote ambayo Mtume kwa kauli yake akasema waingilieni wanawake kinyume na maumbile. Hakuna.
wala hakuna hadithi yoyote mtume kashawahi kuingilia hata mke wake mmoja katika wake zake katika nyumba ya maumbile. Hakuna mtume yote aliyetumwa na Allah kashawahi kufanya huo ushetani. Hakuna. Kama ni watu fulani waliyafanya, sisi hatudili na watu. Sisi tunadili na kauli ya Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuna madhaifu na makosa ambaye yanatizama katika tendo la jimai kati ya mume na mke. Kuna kuteleza. Katika zile style wanavokaa. Wakati mwingine kana pengine katika ile hali ya pilika pengine ukateleza kidogo, mnapata vizuri. Hii ipo, ukiteleza ile sasa akikupa taarifa mwenzako bwana, huku ulipo sipo, mwenenda vizuri bwana. Haraka unafanya nini? Unarejea katika sehemu iliyokuwa sahihi. Naomba tuelewane hii lugha, msije mkasema mashauri wamehalalisha. Kuna kuteleza. Katika ukaaji fulani mnaweza ukakaa labda katika ile hali ya kumwendea. Mnapata vizuri bwana, kitu kikawa kimeteleza kidogo. Lakini ukagundua kwamba hili hapa nimesharejea katika njia sawa sawa. Na hili jambo hata baadhi ya masahaba liwakuta kama Saidina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi mnapata ambaye rawahu Tirmidhi na Imam Ahmad. Iliyotokea Saidina Umar aliyokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah halaktu, Mtume wa Mungu mimi nimeangamia mimi. Mtume akamuuliza, wama ahlakaka ya Umar, nini kimekuangamiza? Saidina Umar radhiyallahu anhu akasema, hawaltu rahli albariha qala falam yuraddu ala shay'in qala فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم واتقوا الدبر والحيضة. حديث يا إمام أحمد na Imam Tirmidhi. Hii Saidina Umari kiangalia hasa anaweza kutumia mtu kama yule sasa. Aje tumeona hata Saidina Umari mwenyewe alifanya wewe na ueleweke lugha. Saidina Umari kama ingelikuwa ile jambo kalifanya kusudia, asingeenda kulalamika kwa Mtume aseme nimeangamia ya Rasulullah, mimi nimepotea njia. Maana yake kashtukia. Ndio tunasema kama kuna kuteleza. Ili naomba ile kitaalamu, hakuna mwanamume ili alijui. Wanaume wote tunafahamu na kila mwanamume ili atakuwa ame experience. Kuna wakati katika tendo la ndoa kukutana kati ya mume na mke, kuna aina fulani za mikao mnaweza mkakaa ukajikuta kama katika ile pilika mnapata vizuri bwana, kikawa kitu kimeteleza upande mwingine. Lakini ukishajua kama huku nimekuja njia, unarudi katika sehemu iliyokuwa sasa. Yaani mambo ya kawaida haya yameshafanyika. Ndio maana Saidina Umar akaenda kumwambia Mtume, mimi ya Rasulullah nimeangamia, huku mimi nimevuruga mambo. Pale imekuwa Mtume sallallahu akamwambia kwamba Mungu amesema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni kama mashamba yenu, lakini wattaqud-dubur wal haidha. Mtume akasema jiepusheni na sehemu za nyuma na jiepusheni na hedhi. Kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Shafi, hiyo imesha. Hebu tuambie uishia mwenzake anasemaje, uishia mwenzi. Mimi bwana nilichojifunza Sheikh Moro. Naam. Hizi ni zama za mwisho na mikakati mikubwa sana ya kutuingiza katika ushoga inafanyika. Kabisa. Kama vile Roman Empire walipotumia Roman Catholic kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Sasa kuna watu wamenunuliwa sasa wanataka wauingize ushoga kupitia katika njia ya imani. Wenzetu upande wa pili wameshafanikiwa sababu mpaka mapapa sasa hivi wanaozesha kuna ndoa zinaozeshwa katika makanisa kama vile Anglican Uingereza, wanaozesha. Na papa huyo aliyefariki Francis huyu aliruhusu. Na ikatokea mtafaruku mkubwa sana Katoliki, lakini uzuri wa Katoliki wanajitambua. Wa Katoliki ili swala walilipinga, walisema kwamba hii hapana, hii bwana ili alipo katika mipango ya Mungu. Hili ni mfumo hapa, hii ni mambo ya papa. Unaona ndio yale tunasema sisi. Wao wasema hili ni jambo la papa, hili sio la Ukatoliki. Na sisi tunasema kama kuna mtu huko aliteleza, hiyo sisi sio shida yetu. Na sisi tunasema hili jambo la jalala. Hili jambo la jalala. Sio la Uislamu. Hili jambo la jalala wala sio la Uislamu. Wala sio la Uislamu. Tayari sasa kama kwenye Ukristo wamefanikiwa hivyo, wanataka kwenye imani ya Kiislamu nayo wafanikisha hilo. Kabisa. Lakini tunayo tafsiri ya Mayunga hapa Sheikh Moro. Hii tafsiri ya Mayunga ipo ambaye ni Shia. Bwana Mayunga ni Shia. Tafsiri yake ni hii. Kabisa. Shia huyu yeye Bwana Mayunga alitoa maelezo yote aliyoyatoa Jalala. Exactly. Yale yakina Maliki, yakina nani, yote aliyatoa na hapa huyu aliyaeka. Sawa sawa. Lakini anasema katika mthimamu umepokewa na Ahmad bin Muhammad kutoka kwa Al-Abbasi bin Musa kutoka kwa Yunus, wakaendelea. Mwisho wa siku akasema amesema nimemsikia Abu Jafari akisema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaingilia tupu ya nyuma wanawake wa ummati wangu ni haramu. Exactly. Ni Shia.
Tena kwa Mashia hawa ni 12. Ni 12 Yeye amekataa na tafsiri yake hii tunayo. Kabisa. Kwa hiyo huyu amemkataa Jalala. Kamkataa Jalala. Kwa hiyo hili jambo tunasema ni la Jalala. La Jalala. Ana nyuma ya pazia kuna kitu. Kapewa hela huyu. Kapewa hela. Na watu wa upinde. Sasa na yeye zile hadithi za Jalala zote akazikusanya zote, na ambao hao Mashia wengine wanaopiga kelele hao akazikusanya, lakini akaweka neno zingatia. Riwaya 4 hizi ambazo zinaonyesha kuruhusu kumwingilia mke katika tuku za nyuma kwa mujibu wa elimu ya hadithi. Ndio. Kama alivyoisomesha somo hili Al-Faqihi, kamtaja jina lake Al-Muhaddithi Ash-Shahidu nani katika kitabu chake. Riwaya hizi ni mursalun, ni riwaya ambazo si hoja ya kutegemeka, hivyo riwaya hizi hazitegemeki kwa sababu ni mursalun. Kazikataa zote. Huyu Shia mwenzenu. Sasa Jalala, wewe ni Shia wa namna gani? Sababu anashuka tafsiri mpaka Qur'ani. Wallahi alazim. Anaitwa Mayunga. Kampinga mwezi. Anatuletea sisi hadithi mursalun ambazo kwanza hazitoke hata kwa sahaba. Ndio kawaida hadithi mursalun hizi. Yaani huyu bwana akatusaidia katika upelelezi kwa sababu kakusanya yale maneno ya Jalala yote akasema hayafai yote. Sasa akija akisema ya kwamba msimamo wa Mashia, kuna kauli huwa wanadaija kwamba msimamo wa Mashia wao wanapinga swala la riwayat. Sasa mbona yeye anahalalisha? Ina maana yeye Shia huyu Jalala ana wenzake. Anao. Unapata vizuri bwana. Ana wenzake katika Mashia hao. Na ndio maana Sheikh Kishi akasema ya kwamba katoka mtu atajulikana ilikotokea, anakuja kuhalalisha mambo ambayo jamii yenyewe wanashangaa. Wanashangaa, Ibilisi mwenyewe anashangaa. Hata Ibilisi mwenyewe anasema mimi nilishinda tu kumsujudia Adamu ndo dhambi yangu, lakini huyu anahalalisha mpaka kuingiliana wanaume kwa wanawake. Wanawake waingilia wanawake sehemu za nyuma, au kanishinda. Kwa hiyo bwana Jalala tunasema ya kwamba hii ni misimamo yake Jalala, wala sio Uislamu. Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mahali Allah karuhusu aingiliwe mwanamke sehemu za kinyume na maumbile. Hakuna aya ambayo imekuja kwenye Qur'ani imeeleza wanaume waende wanawake zao kama tulivyoelekeza na tulivyoisoma aya za Qur'ani ilivyoelekeza. Tunakuja kurudia repetition sio vizuri, lakini jambo la msingi kwamba tuna asa umma wa Kiislamu hapa. Nukta hii sasa ndio ya msingi kabisa, jamii yetu ya Kiislamu tuwe na tahadhari na marafidha, tuwe na tahadhari sana na Mashia, tuwe na tahadhari sana na Jalala na watu wake katika kuwaozesha mabinti zetu. Usimuozeshe mtu mfano wa Jalala. Binti yako atakwenda kuharibiwa, atakwenda kupoteza utu wake na thamani yake. Hata kama atakuja na pesa za kiasi gani, rizika na kile kidogo anayechakupa Muislamu ambaye hana tabia za upinde. Rizika na kile ambacho atakachokupatia Muislamu, hata kama akiwa na riziki yake ni ndogo, bora umpe Muislamu ambaye aliyekamilika katika masala haya, ambaye sio mtu upinde. Ogopa sana hawa watu, na hawa watu ni wanafanya vitu vibaya, vitu vichafu, na ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kuadhibu watu duniani hapa adhabu kali kama watu wa upinde. Maana watu wa upinde ndio walijua asira ya Allah inafanana vipi. Unaona vizuri, na tunafahamu matukio yake. Hiyo ni Qur'ani imeeleza mpaka Biblia. Lakini pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu inapiga vita sana swala kubwa hili la upinde, kuingiliana wanaume kwa wanaume. Tutapoteza vizazi vyetu Tanzania. Wallahi Jalala nafaa angaliwe sana kwa macho matatu. Mafundisho anayoyaleta sio ya Uislamu, wala Uislamu hujafundisha hivyo. Hayo ni yake Jalala kwa ajili ya maslahi yake na kutafuta riziki yake ya dunia. Lakini la mwisho nikimalizia upande wangu, nirudishe nafasi hii kwa Alhabibu Sheikh Shafi. Tunawahusia ndugu zetu Waislamu na Wakristo na Watanzania wote kwa ujumla. Tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Nchi yetu tunakwenda kwenye kipindi cha uchaguzi ndugu zangu. Amani ni kitu muhimu sana. Amani ni kitu muhimu sana. Leo kelele tunapiga hizi kwa sababu Tanzania kuna amani. Kwa sababu unaweza ukasafiri saa yoyote wakati wowote. Unaweza ukaenda nje ya nchi. Ziko ndege saa yoyote, yako mabasi wakati wote wa kusafiri, ziko treni kusafiri muda wote. Zinakwenda huku na huku. Unaweza kutembea usiku Tanzania, unaweza kutembea mchana Tanzania kwa sababu ina amani. Na amani hii ya Tanzania imewekwa na Watanzania wenyewe, ndio sisi. Kwa hiyo kuitengeneza amani imetengenezwa na wazee wetu, babu zetu, mpaka tulipofikia sisi hapa leo.
vijana sisi tumekuwa vijana, tumefika umri huu kwa sababu nchi yetu imekuwa na amani. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, tukivunja amani yetu ya Tanzania hakuna pa kukimbilia. East Africa pamechafuka. Huko hizo nchi zingine hazikaliki. Asikwambie mtu ni Tanzania peke yake ndio nchi ambayo imesimama amani. Kwa hiyo tuidumishe amani yetu. Uchaguzi ukifika wakati wake tufanye uchaguzi kwa njia ya amani. Kila mtu amchague rais anayemtaka yeye. Mwana vizuri. Wewe kama unataka kumchagua Mheshimiwa Mama Samia Suluhu, mchague Mama Samia Suluhu. Kwa mazuri ambayo Mama Samia Suluhu ameyafanya na anayoendelea kuyafanya Tanzania. Lakini siku zote wanadamu tumekuwa sisi ni we are not appreciate. Tuna tabia ya kwamba sisi kutokushukuru kwa vile ambavyo wanafanya wanadamu wenzetu. Lakini ukiangalia ambaye mambo anayofanya Mama Samia ni mambo ambayo tunafaa tuyashukuru kwa sababu ndio jitihada yake, kajitahidi na kayafanya mengi sana na anaendelea kuyafanya. Kwa hivyo wewe kama unataka kumchagua Mama Samia, mchague Mama Samia. Unataka kumchagua mtu wako, tunamtaka wewe huko mchague, lakini tuitunze amani yetu ya Tanzania. Ikichafuka hii sio tu Mama Samia ndio atakayepata tabu. Mpata vizuri, tutapata tabu sote sisi nchi hii. Patakuwa pakaliki. Sisi tumeshuhudia vita vibaya katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpaka leo Kongo imekosa maendeleo kwa sababu hawana amani. Ingelikuwa Kongo ina amani, wangekuwa na maendeleo. Leo barabara leo zimekuwa Kongo hakuna hata barabara za kuunganisha mikoa na mikoa za lami. Ndani ya miji tu kutoka mji mkuu kwenda kilomita 40-50 upati lami. Lami Kongo na hisabu. Wanayejua lami ni watu wanaishi Lubumbashi peke yake kwa sababu wameunganishwa kwa sababu ya ile mambo ya kopa na kadhalika. Lakini ukiingia Kongo maeneo mengine huko ndani hakuna kabisa lami. Watu hata hawajui kama kuna barabara ya lami kwa sababu zile sehemu zimekosa amani. Tuitunze amani yetu Tanzania, lakini pia vile vile tuheshimu serikali yetu ambayo iko kwenye madaraka. Imefika hatua sasa hivi watu wanaisema vibaya, mnapata vizuri bana hivi na hivi na hivi, lakini ukweli ni kwamba Mama Samia anajitahidi sana katika utaratibu wa uendeshaji wa kazi zake. Huyu mama lazima apewe sifa zake na wenye kumuunga mkono wamuunge mkono. Lakini swala la kusema ya kwamba mje mtualidie amani, basi Waislamu tusiwe tayari kutumika na watu wa aina yoyote katika kipindi cha uchaguzi. Maana sio Waislamu tumekoma vile toilet papers. Makaratasi ya chooni. Mtu anaingia chooni anatumia karatasi, akishamaliza anatupa. Tusio Waislamu sisi wa kutumiwa. We cannot be used with anybody and we cannot be toilet papers. Hatuwezi kutumia na mtu na laptop kwa makaratasi ya chooni. Kama mtu ajatumie afanye hivyo, hapana. Waislamu tuamke. Kipindi hiki ni kipindi tunafaa tuhubiri kwenye misikiti yetu yote, Tanzania yote kwa ujumla. Amani iwe ndio kauli mbiu katika nchi yetu. Kuna watu wanataka kutuvunjia amani nchi hii. Ikivunjika amani hatateseka si Muislamu tu, hata Wakristo watateseka. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maneno mazuri kutoka kwa Sheikh Mhoro. Tuitunze amani ya nchi yetu kwa sababu amani ndio tunu. Vile vile tuwahusie wale viongozi wanaotuongoza na wale ambao wenye madaraka watimize haki kwa wananchi wao sana. Tutimize haki ili tujenge katika msingi wa amani. Msingi wa amani unatokana na haki. Kwa hiyo tutendeane haki ili tuipate amani. Muislamu cha kujifunza ambacho unatakiwa kujifunza katika somo la leo, hawa jamaa Jalala na kundi lake ni watu walioandaliwa kuingiza ushoga kwa njia ya imani. Waislamu tujifunze hilo jambo, na Sheikh Mhoro amezungumza maneno mazito sana, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde sisi na vizazi vyetu katika mambo hayo, na ilinde nchi yetu katika misukosuko, na atudumishe vizuri katika amani, na atupitishie uchaguzi wetu kwa salama na amani. Usiache kusubscribe channel yako Sheikh Shafi Shomari Pango, Ustadh Shafi Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.